Na matumani yetu kwamba uko salama, unatufuata kupitia runinga kwa 50. Karibu na tangazo yetu, hapa ni muhtasari wa habari. Wakati huo ni kwamba rais wa zamani wa Nigeria kutana na rais Felix Tshisekedi Tshilombo wazungumzia juu ya hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mkataba wa madini na mkataba wa amani baina ya DRC na Rwanda chini ya upatanishi wa Washington watarajiwa kusainiwa hii Ijumaa. Je, utafanyika au la? Na wakati huo nchini Kenya, raia walioandamana wengine wameuawa katika ghasia hizo. Watu 16 waripotiwa kupoteza maisha. Na ifuatayo ni taarifa kamili habari. Tufungue matangazo haya kutizamia Washington nchini Marekani, ambapo mkataba wa amani kati ya DRC na Rwanda unatakiwa kufanyika hapo kesho pale Washington nchini Marekani chini ya upatanishi wa viongozi wa Marekani. Mkataba wa amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda utafanyiwa na kusainiwa hii kesho mjini Washington huko Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alijipongeza kwa kuwezesha makubaliano ya amani yanayoandaliwa mjini Washington kati ya DRC na jirani wake wa Rwanda, lakini alalamikia kwamba hatapata tuzo ya amani ya Nobeli kwa juhudi hizo. Akithibitisha uhuru wa makubaliano haya yaliyofikiwa na mataifa hayo mawili ya Afrika Mashariki na ambayo yanatarajiwa kusainiwa rasmi mkataba wa amani hapo kesho Ijumaa mjini Washington, Rais Trump kupitia chapisho lake na kupitia televisheni ya taifa ameonyesha juhudi zake za kutaka amani itekelezwe mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi huu ambao wengine ameona kuwa ni mkataba wa madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo itafanyiwa. Wakati huo huo, Trump ameongeza kuwa amekuwa akipuuzwa kwa kamati ya Nobeli ya Norway kwa jukumu lake la upatanishi katika migogoro mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ule wa India, Pakistan pamoja na Serbia na Kosovo. Wakati huo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa mgogoro umetanda, kukiwepo juhudi za Sengo na ACC, juhudi za Umoja wa Afrika chini ya upatanishi wa EAC na SADC na juhudi zingine za Umoja wa Mataifa. Haijafahamika juhudi gani zilileta amani, ikiwa juhudi za Doha vile zimeonekana kufanya mvutano nyuma pazia. Na baada ya kusikiza habari hizo za Washington, lakini rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amekutana na kumkaribisha nyumbani mwake kwenye ikulu yake rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, ambaye alikuwa amevalia kofia yake. Rais wa zamani huyo amekuwa akitumiwa sana na dunia kuleta amani katika nchi mbalimbali, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo aliteuliwa na mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Afrika SADC, ambako aliteuliwa kama mpatanishi katika mgogoro na ikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku majimbo mawili yakiwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mkutano wa serikali ya DRC na ule wa waasi huko Doha umefanya mvutano nyuma ya pazia. Na hali ya raia waliokimbia vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jimboni Kivu ya kaskazini na kusini katika mji wa Goma na Bukavu yaripotiwa kuwa tete. Katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa, bado viongozi wa serikali hawajawahudumia wakimbizi ambao wengi walikuja hapa Kinshasa wakimbia vita hivyo. Njani masimu tunaye hapa Charles Sabungo, mbunge alichaguliwa katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukuulize mchakato umefikia wapi, ikiwa ulikuwa kwanza miongoni mwa bunge walihudumia na kuleta assistance yao kwa wakimbizi walikimbia vita mjini Goma, haswa na pale Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuambie kipi kinaendelea? Hivyo natoka sema wakimbizi wanapatikana hapa tangu muda kadhaa, wako hapa, walifika, waliogopa hiyo shida ilifika huko West Goma. Walifika hapa njia mbalimbali, kuko walifika na vyo, wengine walifika na mitugari kupita Kisangani, wengine walipita njia zingine. Banapatikana hapa, tulipana habari kwa viongozi, tuliandikia government kuonesha kama ni droit yao kupata msaada kutoka kwa government. Sasa tunaendelea kusubiri, tangu mbele tungali tunachunga mpaka hivi bado hatuyapata kitu kutoka kwa msaada ya government yetu. Tulijaribu kuona viongozi mbalimbali, minister wa interior, yeye anayoshika na usalama wa ndani tulimuona, tuliona huko wanaita
Minister wa Affairs Sociale, tulienda kumuonesha kama wandugu wanaopatikana hapa pia wengi walitumikia inji, walikuwa kwa mtandao, kwa radio, kutumikia inji. Ilikuwa ya maana government wakumbuke watumikishe pia, kwani wengi wataalamu wanajua kufanya kazi. Tangu ile muda yote hakuna lolote tunafanyika, ndio tunaendelea kupiga yowe na kuonesha viongozi kama ni droit, iko haki yao wakimbizi kuwahudumia na kuwapatia hiyo inayofaa kwa maisha yao. Mimi kama mwanabunge wa Goma, hiyo hapo awali wakati walifika kwa mwezi wa pili wa mwaka huu, mimi nilifanya kitu kidogo, nilifanya geste, niliuza bunga kidogo, nikauza mchele. Hao walikuwa tayari, walikuwa hapo, tuligawa tukachangia, lakini nikawaonesha kama mimi kama mwanabunge sitaweza kuwahudumia kwa jumla. Njia ya kuandikia viongozi ya kujua kama wao wanaweza kufanya mingi kuliko mimi, ndio hiyo pasha habari. Asante sana Charles Sabungo. Nikumbushe kwamba ni mbunge mchaguliwa mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa kutujuza kwa matangazo haya. Na wakati huo baraza la bunge la jimbo la Kinshasa APK manake wamekaa katika kikao cha faragha, wamezungumzia juu ya hali ya elimu ya raia wa Kinshasa ambayo wamesema lazima iboreshwe. Fuateni. Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaingia katika enzi mpya ya kutangazwa kwa sheria muhimu kuhusu utambuzi wa wanafunzi na mipango ya elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wajumbe wa bunge la mkoa wa Kinshasa chini ya uongozi wa ofisi ya bunge la mkoa inaongozwa na Levi Mbuta wamepitia mapendekezo haya yaliyokusudiwa kuboresha elimu ya awali, msingi, sekondari na ufundi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbunge Nyangi anayewakilisha ukanda wa Kiseso amesisitiza umuhimu wa usimamizi mzuri wa rasilimali za elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Kinshasa. Kwa upande wake, Albin Mukano, mbunge wa Mongafula, anaonyesha masharti ya jumla yanayohusiana na utambuzi wa wanafunzi katika jiji la Kinshasa. Mpango huu unakusudia kuunda mfumo wa elimu ulio wazi na rahisi kufikiwa, vyuo vya kurahisisha kufuatiliaji wa wanafunzi na ugawiaji wa rasilimali hizo. Kwa wakati huo huo, mbunge Dibaya Mwananene ameanzisha hata hivyo sheria kuhusu udhibiti katika Kinshasa, akisitiza utofauti wa masuala yanayoshughulikiwa na wabunge wa taifa. Ingawa basi anaweza kuonekana mbali na elimu, hii inaonyesha kujitolea kwa wabunge kushughulikia masuala mbalimbali yanayoathiri maisha kila siku ya raia. Hatua hii ya pamoja ya wabunge wa mkoa wa Kinshasa sio tu maendeleo ya kisheria, inawakilisha matumaini kwa maelfu ya wanafunzi wa Kinshasa. Kupitia kuimarisha muktadha wa elimu, mji inatarajia kutoa mtakabali bora kwa vijana wake na hivyo kuwapa fursa kutimiza uwezo wao kamili. Unaendelea kusikiza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya kuja mbashara kutoka studio zetu za namba 1 za Tele 50 hapa Kinshasa, DRC. Lakini nchini Kenya ni kwamba watu 16 wamepoteza maisha katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji, ambao waandamanaji haswa 16 wamepoteza maisha na zaidi ya 100 kujeruhiwa fofofo. Fuateni. Watu 16 wameuawa wakati wa maandamano ya kitaifa dhidi ya serikali nchini Kenya siku ya Jumatano hapo jana, wengi wao wakiripotiwa kuuawa na polisi. Kwa mjibu wa mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, vifo hivyo vinatokea mwaka mmoja baada ya maandamano ya vurugu dhidi ya mswada wa fedha iliporipotiwa. Mkurugenzi mtendaji wa Amnesty International nchini Kenya, Irungu Houghton, amesema kuwa baadhi ya waandamanaji walikabiliana na polisi, huku watu 16 wamethibitishwa kupoteza maisha. Ogun amesema takwimu hizo zithibitishwa kwa moja na shirika la Amnesty International nchini Kenya pamoja na tume ya kitaifa ya haki za binadamu KNCHR. Hapo jana umati mkubwa wa waandamanaji ulionekana ukielekea Ikulu, makazi rasmi ya rais, katika matangazo ya moja kwa moja ya kituo televisheni cha NTV. Hata hivyo, NTV na KTN ziondolewa hewani kwa muda baada ya kukiuka
agizo la mamlaka ya mawasiliano ya Kenya CAK na kusitisha matangazo ya moja kwa moja ya maandamano haya. Vituo vyote viwili vimerejelea hewani baada ya mahakama Nairobi kusimamisha utekelezwaji wa agizo hilo. Vurugu ilishuhudiwa katika miji ya bandari ya Mombasa kwa mjibu wa ripoti ya NTV. Maandamano mengine yalifanyika pia katika mijiji kama Kitengela, Kisii, Matuu na Nyeri. Tukiondoka Kisumu na Nairobi na Mombasa nchini Kenya, tujikite huko Bangwe jimboni Afrika ya Kati, ikiwa rais hali yake imeripotiwa kuwa shwari baada ya kugua, lakini transformer moja iliripuka hapo jana na kuwa wanafunzi 29 ambapo wengine walikuwa wakifanya mitihani yao ya serikali. Fuateni. Takriban wanafunzi 29 wamefariki dunia na wengine 260 waliojeruhiwa fofofo imethibitiwa katika hospitali mbalimbali za Bangwe, mji mkuu wa Afrika Kati. Hii ndio idadi ya vifo kwa muda kutokana na mkasa uliotokea Jumatano Juni 25 jana, wakati zaidi ya wanafunzi wa vidato vya 6,500 wakifanya mitihani wa muhimu wa shahada katika shule ya upili wa Barthelemy Bonganda nchini humo. Kulingana na Wizara ya Elimu, mkasa huo uliohusishwa na mlipuko wa transformer wa Enerka, shirika la umma la nishati nchini humo. Mlipuko huo ulisababisha matukio ya hofu na ukanyagana, huku wanafunzi waliohofia kutokea moto mkubwa wakiendelea kufia maisha yao. Mbele ya lango kuu la shule ya upili wa Barthelemy Bonganda, mishumaa iliyowashwa imetangazwa nchini. Enoki, mmoja wa washindani wa mitihani hiyo wasioweza kufarijiwa, anarejea katika eneo la tukio akiwa na matawe. Amesema, tuko hapa kusaidia wale ambao wamepoteza wapendwa wao na marafiki zetu ambao wamepoteza maisha. Bora ni kukaa pamoja katika wakati huu wa huzuni, mwisho wa kumnukuu. Haelewi kwa nini maofisa wa Enerka, shirika la umeme la taifa hilo, walifanya uamuzi mbaya wa kutengeneza transformer wakati wa mitihani hiyo. Tulikuwa tunafanya mitihani, kwa kawaida wangesubiri hadi mwisho wa mitihani ili waje watengeneze transformer na kufanya kazi hii kwa usalama, mwisho wa kumnukuu. Angalau akakanyangwa kichwani wakati watu wengine walikanyagana. Na ni msimanzi mkali yuko Bangwe, lakini ikiwa majeshi ya rais wa zamani wa Zambia bado haijafanyiwa, lakini mahakama yakiendelea na pingamizi kwa zimeripotiwa baina ya mrengo ulioko madarakani kwa Zambia na rais wa zamani Lungu, ambaye majeshi yake bado haijafanyiwa, lakini mahakama hayatoa mzi wake huko Johannesburg. Fuateni. Mahakama nchini Afrika Kusini imezuia rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu kuzikwa kwa njia ya faragha mjini Johannesburg, nchini Afrika Kusini. Uamuzi huo ulitolewa leo, muda mfupi tu kabla kuanzisha ibada majishi ya kiongozi huyo wa zamani wa Zambia. Serikali ya Zambia inataka Lungu afanyiwe majishi ya kitaifa nyumbani, kitu kinachopingwa na familia ya Lungu, hii ikiwa ni kufuatia uadui wa kisiasa uliodumu kwa muda mrefu baina yake na rais wa sasa wa taifa hilo Hakainde Hichilema. Rais wa zamani wa Zambia Lungu afariki akiwa na umri wa miaka 68. Wanafamilia Lungu waliokuwa wamevalia nguo nyeusi kwa ajili ya majishi walikwenda moja kwa moja hadi mahakamani mjini Pretoria kwa ajili ya kusikiliza kwa kesi hiyo ambayo ingeamua kama anaweza kuzikwa au la. Bado wazi ni lini jaji atatoa uamuzi wake. Lungu, ambaye alikuwa kiongozi wa Zambia kati ya mwaka wa 2015 hadi mwaka wa 2021, alifariki dunia kwa ugonjwa ambao haukufichuliwa katika hospitali moja nchini Afrika Kusini mnamo Juni 5 akiwa na umri wa miaka 68. Na hivyo ndio hali ilivyo pale Johannesburg. Mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili. Hapa tena zilizopewa uzito wa juu. Wakati huo ni kwamba Rais Tshisekedi Chilombo ampokea rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo juu ya kutuliza hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mkataba wa amani baina ya DRC na Rwanda chini ya upatanishi wa Washington, Marekani watarajiwa kusainiwa hii Ijumaa. Je, utafanyiwa? Na wakati huo nchini Kenya, raia waliandamana hapo jana. Raia wapatao 16 wamepoteza maisha huku majeraha yakiripotiwa katika maandamano haya, mwaka mmoja tu baada ya kundi la Gen Z kumtaka Rais Ruto kupunguza na kutuliza mswada wake wa fedha. Na ndio mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengato, tangazo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wanatusikiza pale Washington nchini Marekani na pale Beijing nchini China kupitia Telesengato. d'aggraver les conflits dans ces pays. Kwa kila mbote bilandi ya bifikula ya Tele 50 tangu mefua na samu na kupesa beno yinda bansangu na ndinga ya Kikongo. Na yinda bansangu na beto ya kukila kilumbu ya buya ya kilumbu ya iya ya sabala tuketubila mamu metalantisi na esti ya nchi Kongo Demokratiki mingi mutindu ya mfumu ya ntama ya ntoto ya Niger ya mbuta Olusegun Obasanjo kwiza kutana mfumu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kilumbu ya Amazon na mbanza kifumu Kinshasa yandike vuanda kantindami ya divuka lokola EAC pibola pidiaka sadek togeza bakuzaba yiki mambo bakwizaka na kusolola na kilumbu ya Amazono. Mpi mambo kaka metalantisi na esti Kongo Demokratiki togeza ba na kutubila mutindo mambo kena kwiza na kukubikama samu na kutulama ya dinzaka na kilumbu ya mbazi ya dikanu topia ngwizani ya ndembama na kati ya nchi Kongo Demokratiki na nchi ya Rwanda na kilumbu ya mbazi yake kwiza kusalema mutindo mfumu ya nchi ya Amerika Donald Trump kwiza na kutubila yao na kilumbu ya Amazono na lukutakanu ya OTAN. Pi mambo ya nkaka tuketubila inti ya Kenya mutindu kindi mosi kwizaka na kuisosa yeke na kati ya mbanza kifumu ya inti ya Kenya ya Zuratuba mbanza ya Nairobi. Kesekele mingi ya kukutana na beno na kukila kilumbu ya bubu ya isamu na mambo metala yinda bansangu na ndinga ya Kikongo bika to zibula ya utetentete na mambo metalu kutakanu ya selemaka na kilumbu ya Amazono na mbanza kifumu Kinshasa mfumu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yambaka mbuta Olusegun Obasanjo na inzo na yandi ya kisalua na mbanza kifumu Kinshasa Olusegun Obasanjo ikele ntindami ya badimvuka EAC pibola pidiaka sadek samu na mambo metala mingi bankindu na esti Kongo Demokratiki mbuta Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mbuta Olusegun Obasanjo batubilaka mambo bankindu na esti ya bwala mpimutindo mambo fweti kusalema na dikanu topi mingi makanu ya fweti kubakama samu na kusosa mutindo ya kumanisa mambo ya bankindu na bizunga yayi kele na esti Kongo Demokratiki mingi Ituri Nord Kivu pwela diaka Sud Kivu bisika yayi bambeni ya M23 kibara kingolo na bao na nchi Rwanda ke kuizaka kutula mvwala ngani. To bikana kaka na mambo metala bankindu na esti ya nchi Kongo Demokratiki nchi Amerika ke kubikaka masolo ya ndembama na kati ya bainchi nyoso zole mingi nchi Kongo Demokratiki na nchi ya Rwanda na kilumbu ya mbazi ya kevwanda kilumbu ya nene mpamba vya kevwanda kilumbu ya yi bainchi nyoso zole ke kuiza kundima kutula dinzaka na mukanda ya ngwizani samu na ndembama. Na manima ya masolo ya ntetentete ya isalema kanangonda ya yi ya mvula ya betu ikele na bungolo ya inti Amerika, Kongo Demokratike na inti Rwanda wizanaka samu na misiku ya ndembama na nzile ya masolo na kilumbu ya 18 ya ngonda ya yi inti ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na inti ya mbuta Paul Kagame ndimaka kutula dinzaka na mukanda ya ngwizani ya kuvutula ndembama na esti ya nchi Kongo Demokratiki na mukanda yawo mambo mengi zabaka na kulombama na bainchi ya unyoso zole lokola luzitu ya ntoto
pi ya kimfumu ya ntoto kuzenga mambo bankindu kukatukama ya mamakesa ya Rwanda na inti ya Kongo Demokratiki pikumanga kupesa maboko na nkoso dimvuke ya bumbeni ya Rwanda na kilumbu ya mbazi nde Kongo Demokratiki na Rwanda na nzila ya Amerika ketula dinzaka na mukanda ya nguizani ya ndembama na dibanza ya kumanisa bankindu na inti Kongo Demokratiki mazono na lukutakanu ya OTAN ya isalemaka na laye fumu ya inti Amerika Donald Trump tubilaka jambu yau pikuizaka na kutadiseti ya Rwanda mbazi nde bainti nyoso zole ya zola tuba Kongo Demokratiki na Rwanda kekuiza kundima kutula dinzaka na mukanda ya ndembama. Na mambo ya nkaka tutubila dimvuka dejerka yayi mezibula kubanda sabala yayi kisalu ya kubweta topi kukanga bainzo ya kisalu ya badimvuka yayi kena kukwiza kuzitisa vemi siku na mambo metala kufuta mpaku na bau na mbura matati. Kubanda mwafi bilumbu dimvuka DGRK kena kuzieta na mbanzila ya mbanza kifumu Kinshasa samu na kukanga bainzo ya badimvuka yayi kena kufuta mpaku ve na mbura matadi na kilumbu ya mazono DGRK kuendaka kubweta inzo ya kulunda mfiuma Afriland First Bank na Gombe samu na mambo metala kuzanga kufutama ya mpaku na manima banengu mukaka na kasavubu wapi bakangaka inzo mosi ya kuteka bima ya ditoma pi inzo mosi ya nkinzi na nkumbu Benicia Auberge ya imebakama na kisika bakebokilaka kipwanza DGRK kena kuzabisa badimvuka nyonso ya imelombama ya kufuta mpaku na mbura matadi ya kufuta mpaku na bau na mutindu luyalu melombila yau mpi diaketi kisalu ya kukanga pikubweta badimvuka bainzo ya badimvuka yayi kena kufuta mpaku na bauve kezaba na kulanda kana sabala yebetu ekele pi bilumbu ya kena kuiza. Tonengumuka na kizunga ya Manyema wapikisika badibwala mingi mezaba na kubuluka na kimbevo ya kolera mutindo bantangu mepesama na balapolo ya dimvuka ya kikuiza kunanisa kimbevo yau ya kele na bantu kama mosi makumi zole ya mvimba mekuiza na kuzimbisa moyo na bau na kimbevo yau pi mafunda ya bantu mekuiza na kubakama na kimbevo ya kolera. Ekizunga ya Manyema mebuluka na kimbevo ya kolera yayi kena kutambakana nkoso kilumbu pikena kufua nkangu na badibwala mingi ya kizunga ya uya Manyema kunandakana la polo ya dimvuke kenwa ni saka kimbevo ya kolera kubanda ngonda ya ntete ya mvula betu ikele bantu kuluta mafunda 3 kama 3 ya mvimba meba kama na kimbevo yau ya kolera na kizunga ya Manyema mpi enkama mosi makumi zole mezaba na kufua na kimbevo yau ya kolera. Kolera ikele kimbevo ya kivwandaka mingi na babwala wapikisika maza ya kuno ya bunkete kebaka makave mpi nkakalankani kivwandaka na jambu metala kubaka maza inemefwana kana ya wina kimbevo yau kena kubaka ankangu mingi ya babwala mpi batu ya ketinaka bisika ya bakivwandaka bamfumu ya inti Kongo Demokratiki pia inza kenwa nisake kimbevo ya kolera na nzila ya mangwele yayi mpi mekwiza ukuma ampasi mpi nkakalankani mekwiza na kukota na kumwangisama na yao na inza mvimba. To zibula mambo metala bainti ya ike nanganda ya ntoto Kongo Demokratiki to zibula ntetete bantango na kati ya inti ya RCA wapi kisika mambo vwandaka mboteve na mbanza na kifumu mbanza bangi kisika ya kisumbula mosi ya tia kuizaka kusosa lufwa ya bantu mingi na karasi mosi ya mbanza ya bangi. Abangi mbanza kifumu ya inti RCA bulamaka mazono na kisumbula mosi ya ngolo ya isalemaka na kalasi ya Barthelemy Bonganda wapi kisika tia ngolo pelaka na manima ya mambo ekinzazi ukupela ya tia yau tambakanaka na kinzunzu na bisika bana kalasi vwandaka pikufuaka bantu 10 pi bantu kuluta 10 bakaka bamputa ya ngolo mutindo bamfumu ya bangi tadisaka yau na bifikula jambu ya mpasi ya yikisumbula ya ti ya mibimisa medidisa mabuta mingi na mbanza kimfumu ya nti RCA inzo ya kulongoka pia kalasi ya Barthelemy Bonganda mekanga masamu na mwafi bilumbu na dikanu ya mbura matadi ya RCA pulusu
mebanda kisalwe kusosa kubakusa diambu topi mambu ya inataka na kupela yatia yamekwiza na kufwa bantu kuluta kumi ya mvimba. To tubila bantangu na inti yankaka ya Afrika to tubila bantangu na kati ya mtoto ya Kenya wapkisika na mbanza na kimfumu manza Nairobi mambu vandaka mbote vena kilumbu ya mazono ba yeke ya ngolo kwizaka na kubima kangu vandaka na barabara samu na kukembela mvula mosi ya ba yeke kwizaka na kubima mvula mikatoa kuluta na ntangu ya kangu kwizaka na kufwemi na mbura matadi na mambu metala dikanu mosi ya mambu ya mfiuma kasi samu na kukembela mvula mosi ya mambo ya salemaka mvula mikatoa kuluta yeke ya ngolo kwizaka na kubima kati ya nkangu pi pulusu ya ntoto ya Kenya kuna na mbanza ya Nairobi. Bayeke vwandaka ngolo na banzila ya Nairobi mbanza kifumu ya nchi ya Kenya na kilumbu ya mazono nkangu bimaka na mabalabala samu na kukembela ukufuana ya mvula mosi ya mambu ya isalemaka mvula mikatuka kuluta ntangu kangu fwemilaka mbura matadi na mambo ya dikanu ya mfiuma na kilumbu yina bayeke bimaka pipulusu kufuaka bantu ya kilumbu ya mazono bana ntoto ya Kenya zolaka kutambula samu na kulomba luyalu sala kisalu na yawu na bayeke ya ibimaka mvula meluta kasi mazono nkinzi yawu lutaka mboteve kuzonza na pulusu pi kubendana kwizaka na kubima bantu kuluta 10 kufuaka pi bantu mingi lwalaka pi mingi ikele mboteve na balupitalu mbanza Nairobi kulandakana na lapolo yayi bamfumu ya Kenya meza bana kupesa bayeke ya kwizaka na kubima mesaleti mambo mengi ya politiki kwiza na kuvutuka manima piba kyuvu mingi kwiza na kutubuka na diambu metala mambo ya salimaka mvula mekatua kuluta bamabuta mingi kena kwiza na kulomba eti bampangi na bao ya kwizaka kufwa na bayeke ya salimaka mvula mekatua kuluta bakwiza kubaka kuvutusa mainwa ya luyalu na mambo yake na bantangu ya ntoto ya Kenya mingi ya mbanza na yo kifumu Nairobi ndeto manisa kupesa beno yinda bantangu ya kokila kilumbu ya bubu ya yikasi na ntwaliti beto zaba na kuvamba na tobaka bukufya bantangu na yinda bantangu ya kokila kilumbu ya bubu ya yeto metubila ntisi na esti ya inchi Kongo Democratic mutindu lukutakanu ya mfunu salemaka na kilumbu ya mazono au na mbanza kifumu Kinshasa na yinzo ya kisalu ya mfumu wa inchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ya mbaka mfumu ya ntama ya ntoto ya Nigeria mbuta Olusegun Obasanjo wa kisika batubilaka mambu metala bankindo na esti ya inchi Kongo Democratic. Ampi mambu yayi mkaka metala bankindo na esti Kongo Democratic to zabaka na kukoma chanson pi kuteta dijoko na ukatusaka mwanzi na mambu metala lukutakanu ya isalimaka na kilumbu ya mazono ya OTAN wapkisika mfumu ya inti Amerika kwizaka na kubambula moyo pi kudiata mingi chanson na mambu metala kutulama ya dinzaka na kilumbu ya mbazi ya mambu ya ndembama na kati ya Kongo Democratic na inti ya Rwanda. Na bantangu na nganda ya inti na beto tonengu mukaka na ntoto ya Kenya wapkisika totubilaka ba yeke ya ngolo ya salimaka na kilumbu ya mazono na kati ya mbanza na yo kimfumu mbanza Nairobi. Ekese vwandaka mingi ya kuzabeti beno vwandaka na ntangu ya kupesa beto meso pimakutu na beno samuna kulanda yinda bantangu na ndinga ya Kikongo na mbanza kifumu Kinshasa na mbanza ya Lubumbashi na kizunga ya Okatanga kuzanga kuzimbakana na mbanza kifumu ya Kongo Central mbanza Matadi. Kese kene mingi ya kuzabeti bikela ndaka bifikula ya Tele 50 muna beno tumekutana kilumbu ya mbazi kasi beno bikana mbote na kulandaka manaka ya Tele 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.